Habari gani mwana KOA TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOA TV. Kutokana na mjadala mkubwa ambao ulijitokeza katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kauli ambayo imekuwa ina trend sana katika mitandao ya kijamii, umeme kutoka Ethiopia kwenda Arusha, kitu ambacho kimekuwa ni gumzo kweli kweli katika mitandao ya kijamii. Yaani Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia kwa ajili ya mikoa ambayo inapatikana kaskazini mwa Tanzania, ikiwemo Arusha na mikoa mingine ambayo inapatikana katika ukanda wa kaskazini mwa Tanzania. Lakini watu wengi sana wameweza kutoa maoni kutokana na hichi ambacho kilikuwa kinaendelea katika mitandao ya kijamii. Lakini pia mwenyekiti au founder wa chama cha ATC Wazalendo, Zitto Kabwe, ameamua naye kutoa mtazamo wake kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii, hususan hili la umeme kuweza kununuliwa kutoka nchi ya Ethiopia. Nataka nikusomee kile ambacho Zitto Kabwe ameandika katika mtandao wa Twitter. Nimeona mjadala mkali kuhusu Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia. Bahati mbaya mjadala umejikita kwenye umbali, distance. Yani distance ni muhimu kuelewa biashara katika sekta ndogo ya umeme. Kwenye biashara ya umeme, yani cross border power trade, ukinunua umeme kutoka nchi A, umeme huo husafirishwa mpaka nchi B. Umeme umewekwa pamoja na power pools, kisha nchi zina trade kati ya suppliers countries and defensive countries. Mfano, Tanzania kinunua megawatt 100 kutoka Ethiopia. Ethiopia inaweka umeme huo kwenye gridi ya Kenya. Kenya inaipa Tanzania gridi 100 zote katika kituo cha nguvu ya umeme kilichopo mpakani. Kwa maana hiyo, Tanzania inapokea megawatt 100 kutoka 100 Namanga, mkoa wa Arusha. Tanzania inachukua megawatt 100 nchini Ethiopia kwenye chanzo na kusafirisha mzigo kama gunia la viazi kwenye roli. La hasha, Tanzania inachukua mzigo wake mpakani, na kama unatuma pesa kwa M-Pesa, pesa zile hazitembei kutoka wakala mmoja kwenda mwingine, unachukua kutoka floti ya wakala anayekupa umeme. Ni hivyo hivyo Tanzania hivyo hivyo ikizalisha umeme Rufiji inasafirisha mpaka Arusha kwa sababu ni gridi moja. Transmission loss ya kutoka Rufiji mpaka Arusha yaweza kufikia 15% hadi 20%. Alhali hakuna significant transmission loss kutoka Namanga kwa sababu umeme unaingia kwenye matumizi moja kwa moja na kupoozwa kwenye power station kutoka kilowatt 400 mpaka 66 kilowatt mpaka 33 kilowatt mpaka 11 kilowatt za majumbani. Hoja ya msingi inapaswa kujibiwa na serikali, akamtagi hapo Gerson Msigwa. Ni je, umeme wa zaidi tunazalisha tunapeleka wapi? Kama ambavyo Ethiopia inauza umeme wake wa ziada, Tanzania inapeleka wapi wa ziada? Je, tukinunua umeme Ethiopia na sisi kuuza kwa nchi jirani, tutakuwa net exporters au ni net importers wa umeme? Hayo ni maneno ambayo Zitto Kabwe ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter, akihoji kutokana na hili sakata la umeme, ambapo Tanzania kama umeme wa ziada inakuwa inauza kwa nchi jirani, na kama inauza kwa nchi jirani, je, tutakuwa ni net exporters au ni net importers? Ameuliza hapo mwenyekiti wa chama cha ATC Wazalendo nchini Tanzania. Lakini nataka nikusomee kile ambacho watu wameweza kuandika katika mtandao wa Twitter hapa. Wa kwanza hapa namuona anaitwa Think Different
anasema Kenya haina huo umeme karibu na Namanga au Tarime. Tujitegemee tu, tumalize kupigwa kwenye USAID tumeanza tena kwenye umeme. Why tusiongeze umeme wa gesi na kutumia hayo mabomba kwa 100% kuzalisha umeme? Bwawa tumefikia wapi nalo limetushindwa? Tumelishindwa. Soli ya distance inatokana na Msigwa anasema kusini mbali. Ndiyo maana watu wengi wamehoji pia suala la umbali. Hii issue ukichimba vizuri ina changamoto kubwa hapa ndani. Hawasemi, ndiyo maana wanasema umeme wetu uko mbali. Huko kusini ndiko kwenye vyanzo vya umeme. Serikali inasema ukweli, shida ni nini? Iseme ukweli, shida ni nini mpaka tumeamua kununua umeme nje ya nchi? Lakini Zitto Kabwe akaja akamjibu hapo akasema katika dunia ya sasa huwezi kukwepa cross border trade ya umeme. Ukiwa katika East Africa Power Pool and Southern Africa Power Pool, unakwepa vipi kuuza umeme au kununua umeme? Umeme kwako wa ziada utapeleka wapi? Unalinganisha vipi misaada ya USAID na biashara ya umeme? Naye amehoji kidogo hapa. Lakini the Senstas anasema bado hujajibu jambo moja. Umeme unapotoka Ethiopia na kuingia Kenya mpaka Namanga, wao wamewezaje? Kenya inawezaje kuleta umeme wa Ethiopia mpaka Namanga? Na sisi tumeshindwaje kutoa umeme kutoka Rufiji mpaka Arusha? Na huo mfano uliotoa wa M-Pesa viendani kabisa. Zitto Kabwe naye akaja kamjibu hapo akasema ni swala la uelewa tu. Dhana ya power pool inaeleweka, unaielewa? Kenya ipo kati ya Tanzania na Ethiopia. Grid ya Kenya imeungana na grid ya Ethiopia kwa kujengwa interconnector. Grid ya Tanzania imeungana na grid ya Kenya kwa kujengwa interconnector. Hivyo Ethiopia imeweka 5 megawatt kwenye grid ya Kenya. Kenya imeweka 5 megawatt kwenye grid ya Tanzania. Tunaita East Africa Power Pool, kubeba umeme kutoka boda ya Ethiopia mpaka boda ya Kenya Tanzania, kama ilivyobeba viazi mviringo kutoka Mbeya mpaka Dar. Lakini mwingine hapa anaitwa Eddie Ganzen anasema, Mheshimiwa Zitto, hebu tueleze na wewe, kama Tanzania ilikuwa na plani ya kuuza umeme Kenya, kwa nini wakanunua Ethiopia? Wasifanye hivyo. Ulichosema umeme wa ndani kwenye umeme wa ndani kwenye, hajaandika vizuri message yake hapa, amejishanganya kweli kweli. Lakini nadhani alikuwa anasema ile kauli ambayo Msigwa mara kwanza alitangaza kwa Tanzania kuuza umeme nchini Kenya na Zambia, ambapo alisema bwawa la Mwalimu Nyerere kamilika, basi wataweza kuuza umeme Kenya pamoja na Zambia. Lakini Zitto Kabwe akaja akamjibu hapa akasema katika East Africa Power Pool yoyote anaweza kuuza na kununua kwa yoyote. Tanzania inaweza kununua umeme kutoka Ethiopia na kuchukua Namanga, na wakati huo Tanzania inaweza kuuza umeme Kenya kupitia Tanga. Chamu amekuja kuandika hapa, amesema umeandika sana, lakini hoja ya self sufficient ndio ilipaswa iwe hapo katikati. Tukitofautiana na Kenya, si watazama umeme watuambie tupishe umeme nchi nyingine kama Russia na kwa Ukraine. Watazima umeme, alikuwa anamaanisha hapa watazima umeme kama Russia na Ukraine. Lakini Zitto Kabwe akaja kamjibu akasema hapa, lakini pia wewe unauza umeme kwenda Zambia. Pia Zambia wakatae kununua umeme wako kwa sababu ya usalama wao. Haya mambo unapaswa kuyawaza kwa upana. Pia mambo ya kitaalamu ni vyema
kuyaelewa kitaalam. Benedu anasema hii ni kwamba Kenya wanateseka, hawana umeme, hao wakupe tena huo umeme. Dialect from Ethiopia ni kwamba TZ tunadanganywa hadi na tunasahau uongo ulio kwisha semwa. Lakini hapa Zito akaja kamjibu akasema huwezi kufikia umeme wa Ethiopia nchini Tanzania bila gridi. Huwezi kufikisha umeme wa Ethiopia nchini Tanzania bila gridi ya Kenya. Kinachoingia gridi ya Kenya kutoka Ethiopia ndicho kitakachotoka gridi ya Kenya kuingia Tanzania. Inaitwa East Africa Power Pool. Lakini Dankizo anasema yani umeme wa Ethiopia uwe na bei nafuu kuliko umeme wetu. Akaweka emoji 3 za kucheka hapo, akapiga na makofi hapo ya shangwe. Lakini Zito Kabwe akasema ndio, Ethiopia ina umeme rahisi zaidi katika Afrika, hiyo ni fakti. Lakini Wigo anasema yes, it is cheap, hata Panadol ina gharama nafuu kuliko Mseto. Hii ni jawabu la muda mfupi baada ya sisi kufeli kuboresha miundombinu yetu ya umeme ili kupunguza tax loss, pia kushindwa kuzalisha umeme wa kutosha kupitia vyanzo mbadala. Lakini hapa Zito Kabwe akasema hoja ni kwamba dunia sasa utauza na kununua umeme kwenda kwa wenzako na kutoa kwa wenzako. Lakini pia namuona hapa Nixon anasema je, umeme unaozalishwa nyumba ya Mungu kujumuisha na ule wa Mtela hauwezi kukidhi mahitaji ya kaskazini, na umeme wa Nyerere ukisambazwa maeneo mengine ya Tanzania ambavyo yatakuwa na cost efficiency? Zito Kabwe akaja kamjibu akasema hauwezi na hautoshi. Freddy anasema kwa hiyo ule umeme tuliosema tutawauzia wa Kenya tungewauzia kutoka kwenye gridi ipi? Zito Kabwe akaja akasema hivi, tuna gridi inayoungana na Kenya pale Namanga. Tumejenga kilowatt 400 line and intercoordinator pale Namanga. Ile line inatumia kuuza na kununua umeme. Umeme sio one way, tunakwenda both way. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameweza kutoa katika page rasmi ya mwenyekiti wa chama cha ATC Wazalendo, yani Zito Kabwe, kupitia mtandao wa Twitter. Jina langu ni D wa KUTV. Tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.